Tarehe 22 ya mwezi Agosti 2026 ni miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava, ambapo awamu hii itafanyika Dodoma, ukiwa ni mkoa wa tatu mara baada ya Dar es Salaam, Mwanza na sasa ni Dodoma. Leo wasanii mbalimbali wa muziki wa Bongo Flava wakiongozana na waigizaji wametoka Dar es Salaam kupitia usafiri wa SGR kuja Dodoma kwa ajili ya maandalizi ya show ambayo itafanyika tarehe 22 katika eneo la Chinangali Park, Dodoma, Tanzania. Miongoni mwa tukio kubwa ambalo limeenda viral leo wakati wakiwa njiani katika usafiri wa SGR ni mara baada ya Irene Uwoya, mwigizaji, kuonekana akivishwa pete na mchekeshaji maarufu ambaye anafahamika kama Nanga, kitu ambacho kimezua maswali mengi sana kwa watu wengi sana, na tukio hilo pia limeunganishwa na miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava, ambapo raundi hii ni Dodoma. Lakini ukiachana na tukio hilo, tukio lingine pia ni mara baada ya Irene Uwoya alipoonekana akifanya mahojiano na Juma Nature Kiroboto wakati wakiwa wapo barabarani. Ni kitu ambacho watu wengi hawakutarajia kama Irene Uwoya pengine angetumika kama mwandishi wa habari akionekana na Moji Kiroboto. Na amemuuliza maswali mengi sana, lakini miongoni mwa maswali pia ambayo amemuuliza ni kuhusiana na namna ambavyo amekuwa akitengeneza nyimbo zake, kwamba zingine ni nyimbo ambazo zina ukweli pengine au ni kwa ajili tu ya kufurahisha jamii na vitu kama hivyo. Majibu ya Nature Kiroboto alisema kwamba kuna nyimbo zingine ambazo zimekuwa zikitungwa kwa ajili ya kuburudisha, lakini zingine pia zimekuwa zikitungwa kwa ajili ya kuelimisha. Kwa hiyo sasa inategemeana na aina gani ya wimbo ambao unakuwa unatungwa na ni wakati gani. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa maswali na vitu pia ambavyo amevizungumza, na Irene Uwoya pia alikuwa akionekana akimuuliza. Lakini miongoni mwa swali lingine pia ambalo amemuuliza ni kwamba yeye sio aina ya msanii pia ambaye amekuwa akionekana na kiki katika mitandao ya kijamii na sehemu zingine kama vile ambavyo ilivyo kwa upande wa wasanii wengine wa muziki wa kizazi kipya, hususan wasanii wa kizazi hiki, namna ambavyo wamekuwa wakiendesha aina yao ya muziki na sanaa yao pia. Kiroboto alitoa majibu yake na kujibu na kusema kwamba yeye amechagua hivyo katika muziki wake, kwamba watu waweze kumzungumzia zaidi kutokana na muziki ambao amekuwa akiufanya na si vinginevyo kama ambavyo ilivyo kwa upande wa wasanii wengine. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vingi sana, na hii imefurahisha sana na kuonesha exclusivity, kwa maana ya upekee, kutokana na kile ambacho walikuwa wamekifanya kati ya Irene Uwoya pamoja na Juma Kiroboto, na kuunganisha hapa uweze kutazama kile ambacho walikuwa wakikizungumza wakati wakiwa njiani kuja Dodoma kutokea Dar es Salaam kupitia usafiri wa treni ya SGR. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. Nimekuja tupige story. Kwanza hivi unajua mimi ni shabiki wako namba 1. Inaeleweka. Unajua? Inaeleweka. Yaani kuna kitu huaga nawaambia hata Majagi huaga namwambia. Mimi zamani wakati nasoma unatoa zile nyimbo zako, uwezi amini nilikuwa nakata zile picha na zibandika ukutani. Kabla hujaanza mambo yako. Kabla. Yaani nilikuwa nakupenda kishenzi. Nilikuwa nakata hivi na bandika, yaani nilikuwa nakupenda sana. Napenda malilits. Sana. Niambie kwanza ile nyimbo ya nini? Mtoto Idi. Uliwaza nini kutunga ile nyimbo, au ni kweli ilikuwa inatokea au chaje? Ni matukio tu yale. Ni matukio ambayo yanatokea. Watu wengi walioingia katika masuala ya wizi wanachoma moto na nini. Kwa hiyo ni true story. Yanatokea. Ukiangalia sana yanatokea. Maadili yanakuwa sio, unajua tena ujana. Na watoto wengi ambao wanaishi. Na nyimbo zako nyingi huaga zina message, yani ukisikiliza, yani mtu anakuwa anawaza anawaza nini? Yani kama let's say Mzee wa Busara. Ndio. Yani huaga nawaza ni vitu ambavyo vilikuwa vinakutokea unaviona, au ulikuwa unaandika tu inakuja kichwani, au yani ilikuwaje? Mara nyingi watu tunatunga nyimbo. Kuna nyimbo za aina mbili. Kuna nyimbo za kufurahisha tu watu wacheke wafurahi, na kuna nyimbo za kuelimisha. Lakini nyimbo nyingi sana mimi zinakuwa zina true story ya hiyo.
mfano kama hiyo Mzee wa Busara. Watu wa hivyo hujawahi kusikia kama kuna watu wanapaa na ungo, watu wengine wachawi, mtu unaweza kurudisha nyuma kimaendeleo. Wapo wazee wa hivyo. Mimi nasikiaga tu kama story, lakini sijawahi kuamini yani kwamba kweli ni vitu vinatokea. Vitu vipo hivi. Hujawahi kukutana navyo? Sijawahi kabisa. Na wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao sijawahi kusikia skendo zao, labda nimeacha iko na huyu zaidi ya ile story ya Sinta. Kwanza anyway, Sinta ni kweli uko na date na Sinta? Ile ishatoka, ishapita. Lakini ilikuwa true story. Ilikuwa true story. Sasa ulimtungia nyimbo? Yes, ndio vizuri, ndio fresh. Alifanya nini mpaka ukamtumbua? Sasa nyimbo ulimtungia ukamsema. Ishapita. Okay, kwa nini sijawahi kusikia scandal like nacha iko na maana kuna wasanii wengi ili waende au wafanye nini ukaona wana scandal hizo za kutembea na wewe kufanya hivi, lakini wewe zaidi ya music hamna scandal yoyote. Mimi nadhani nilipoingia kwenye muziki kikubwa nilikuwa nataka kuelimisha jamii. Umeona bwana, nitafuta jina kuelimisha jamii. Ndio maana umeona sipendi mambo mengi sana. Sipo front hivyo kama kufanya mambo mengi ya kujulikana, nishajulikana. So mambo mengine tena mtu uzima hauwezi kufanya vile kama ulivyokuwa unafanya labda zamani uko mdogo. Hata hivi watu uzima sasa tushakuwa watu wazima. Na let's say wasanii ambao wanakuja sasa hivi unaweza ukawashauri nini, labda kitu gani wafanye ili waweze kufika level kama ambayo uko wewe, kwa sababu wewe ni msanii siku nyingi lakini bado uko hapo juu ile kushuka. Yaani leo wewe useme unafanya show hata pale uwanjani Benjamin Mkapa bado watu watajaa. Nini? Yaani wasanii wanatakiwa, wasanii wachanga wanatakiwa kwanza wajue kwamba muziki ni kazi kama kazi zingine. Fanya muziki kwa maendeleo, kusaidia wazazi na wewe mwenyewe katika maendeleo ya kwako vile vile. Na kama sisi tunavyofanya. Na maana wewe unaweza, kwa maana hata kuniona uwezi, lakini kufuatilia maendeleo yangu utajua. Wafanye muziki kazi. Sio blazameni unasema. Umeoa? Na nishaoa, nishachaga zamani. Umeona umetoa watoto lakini? Okay. Nitajua wasanii wako watatu bora. Wapi? Bongo. Mimi wasanii naona watokali. Lazima kuna ile top 3. Naona wote wakali kwa sababu